Hivi unafahamu kwamba ndani ya kisa cha Daudi na Goliathi hatupati tu mafunzo mengi ya kiroho, bali ndani yake hapa Patakatifu Media leo tunakwenda kuangalia siri nyingi za usimamizi wa fedha kimaandiko au kibiblia, biblical financial stewardship. Na leo tunazo kumi kutoka kwenye kisa hiki cha kawaida cha Samueli wa kwanza 17, Daudi na Goliathi. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa mgodi wa maarifa ya kifedha, ya kiroho, ya kiakili, ya kiafya, ya kila nyanja ya maisha ya mwanadamu ambao ni maandiko matakatifu. Zawadi hii leo tunakwenda kuchungulia tu sehemu ndogo sana, Samueli wa kwanza 17, na kukokotoa mafunzo 10 ya kifedha kimaandiko ambayo yanakwenda kubadilisha maisha yangu na maisha ya mtoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Funzo la kwanza ni badili mtazamo, au tunakiita market disruption. Goliath alikuwa, maandiko yanasema hapo 17 Samueli wa kwanza, alikuwa ni mbobevu wa mbinu za kivita tangu mtoto. Alikuwa anajua martial arts za Kifilisti, alikuwa anajua kutumia kila silaha, alikuwa ni bingwa. Daudi kama angetumia mbinu za Goliati kupambana na Goliati angeshindwa, kwa sababu Goliati ni mbobevu kwenye eneo la mbinu za kivita. Daudi ni mgeni kwenye mbinu za Goliati, ila ni mwenyeji kwenye mbinu zake. Nataka kusema nini? Katika masuala ya kifedha, usimamizi wa fedha kibiblia na utafutaji kimaandiko, usishindane na magwiji waliobobea kwa kutumia mbinu zao. Muombe Mungu akupe mbinu za kisasa ambazo zinakufaa wewe, zikusaidie kufikia lengo. Tafuta mbinu mbadala, buni njia mbadala, tumia teknolojia za kisasa ambazo washindani wengine hawakuwa nazo, ili uweze kuingia sokoni kwa mbinu zako. Lakini ukiiga wale wakubwa, kuna uwezekano pia ukashindwa. Daudi alimshinda Goliathi kwa sababu hakutumia mbinu za Goliathi kumshinda Goliathi. Alitumia mbinu za Kidaudi ambazo alifundishwa za kisasa, nyepesi, zikamletea matokeo. Siri ya pili, jua thamani ya hicho unachokitaka. Lazima ujue unachokifanya hiki, matokeo yake yakoje. Jamaa mmoja anaitwa Williamson alikuwa anafanya research yake ya PhD huko Canada. Alifunga safari miaka 1950 kitu huko, kutoka Toronto huko Canada mpaka Misungwi kwenda, kwa sababu alijua pale kuna almasi. Kwa riski ya kupita Misungwi mpaka Mwanza hakuwa na barabara iliyonyooka ya kueleweka. Wanyama walikuwa wametapakaa nchi nzima, hakuna cha Serengeti si wapi. Lakini mzungu huyu ambaye hajui Kisukuma, hajui Kiswahili, alienda kule Misungwi Mabuki, na wakamwambia hivi vitu unavyotaka mbona viko vingi kule, panaitwa Mwadui huko Maganzo, na akawa mmoja matajiri wakubwa sana duniani. Daudi kabla hajaenda kupigana na Goliathi aliuliza swali la msingi kwamba hivi atakayefanikisha hili zoezi la kumuua huyu bwana anayetamba hapo chini atapewa nini? Akaambiwa, moja, atapata utajiri mwingi. Akaambiwa, mbili, atapewa atapewa mtoto wa mfalme, yani mtoto wa mfalme Sauli atakuwa mke wake. Kwa utaoa mtoto wa mfalme, mfalme atakuwa baba mkwe wako. 3, familia yako itakuwa huru, haitadaiwa makodi, yani itakuwa ni familia hiyo huru, haitakuwa na masuala ya utumwa. Ukisoma Samueli wa kwanza 17:26 anasema, atatendewa nini mtu yule atakayemuua Mfilisti huyu? Alitaka kujua faida ya uwekezaji wake wa nguvu katika hatari. Usiwekeze mahali ambapo huna matokeo. Ni bora uchafuke, bora uteseke, ukonde, uumie, ukoswekoswe, lakini mwisho wa siku ujue
thamani ya hiki ambacho unakipata. Usiwekeze kwenye biashara au chombo cha fedha usichokielewa. Unasikia tu kuna kitu cha cryptocurrency, kuna forex, kuna hisa, kuna nini. Huna uelewa wa kutosha. Ujui faida inapatikanaje. Ujui mifumo imekaaje. Usiwekeze kwenye vitu vya namna hiyo. Tumia muda kujifunza na ujue thamani ya hicho unachokifanya na namna kukipata hicho ambacho utakipata. Hiyo nasema kujihatarisha kukubwa huleta matokeo makubwa. The higher the risk, the higher the return. Lakini lazima ufanye kitu kinaitwa calculated risk assessment. Ufanye hisabati za kutosha juu ya kihatarishi hicho ambacho unakiingia na ujue faida ya matokeo baada ya kuingia kwenye jambo hilo. Kile jambo la 4, ushindi wa kifedha unaanza kwa siri. Ushindi wa kifedha unaanza kwa siri, au tunasema the private victories. The private victories. Kabla Daudi hajapigana na Goliath, alikuwa ameshapigana na simba, alikuwa shapigana na dubu, na alijua kabisa huyu Goliath hawezi kumuua simba. Kwa kama mimi nimeweza kumuua simba, calculations zinaonyesha huyu ninaweza nikamuua. Mafanikio makubwa ya kifedha unayoyaona hadharani ni matokeo ya nidhamu za siri. Usije kukurupukia kitu kikubwa sana, wakati sasa ziko fursa ndogo ndogo zenye kukuwekea ukomavu wa kiakili wa uwezo wa kushinda. Yaani ukishinda vidogo, ukishinda mashindano madogo madogo, hata maandiko yanasema Yeremia kwamba ikiwa umeshindana nao waendao kwa miguu wamekushinda, utawezaje kushinda katika mbio za farasi? Mbio za miguu umeshindwa, unawezaje kushindana katika mbio za Formula 1 za magari? Kwa maana ya kwamba ushindi mkubwa una uhusiano mkubwa na ushindi wako mdogo mdogo. Kama biashara ndogo ndogo zimekushinda, zile kubwa utaziwezaje? Kwa jenga historia ya ushindi kwenye maisha yako. Hata kama ni ushindi mdogo, utakutengenezea mentality ya victory mentality za kishindi. Anza kama ni akiba, unataka kuweka akiba kubwa, weka akiba kidogo kidogo. Kama ni anza kujinyima, unaona? Anza kusoma vitabu vya fedha, elimu ya fedha. Wenzako wametumia miaka 4 kuwa engineer, na bado mwingine amesoma sheria miaka 3, wengine na wafahamu walisoma miaka 4. Baada ya hapo akaenda law school, alafu anaitwa mwanasheria. Kama umeweza kujifunza vitu kwenye profession nyingine, hata kwenye fedha lazima uwekeze katika muda wa kusoma na kujua na semina na elimu ya kutosha, ili ikupe competence au ule ubora na weledi wa kufanya na kuleta matokeo unayoyahitaji. Funzo lingine la 6 tunalojifunza ni jiandae na kukutana na wakati wa Goliath. Daudi hakujua kama angekutana na Goliath kwenye maisha yake. Alikuwa kimsingi anawapelekea chakula tu ndugu zake. Alikuwa hajawahi kusikia mtu anamtukana Mungu tangu azaliwe na anaendelea kuishi. Kwa hivyo vitu alikutana navyo huko. Hii kitu tunaita emergency fund. Nisikize vizuri. Wakati Goliath anatokea na kuanza kutisha taifa zima akiwemo na mfalme, na wewe unaye Goliath kwenye maisha yako, inaweza kawa ni ugonjwa, inaweza kawa kufukuzwa kazi, inaweza kawa ni ulemavu, inaweza ikawa tu kuchanganyikiwa, inaweza ikawa kesi. Sasa ujuzi aliokuwa nao Daudi ulikuwa ni kama kipato cha dharura, ili atakapokutana dharura yoyote utamsaidia kutatua dharura hiyo. Au watu wa fedha wanaita emergency fund. Wakati utakapokutana na Goliati wako, ghafla umefukuzwa kazi, ghafla umestaafishwa, ghafla una kitu gani cha kuanzia? Ndio maana wataalamu wanashauri wa kifedha, na hii kitu ni cha kimaandiko, maana hii principle alitumia Yusufu, kuwa na akiba fulani kwa ajili ya magoliathi wanaotokea kwenye maisha yako, au tunaita emergency fund. Kuna wakati unasema natoka, naacha kazi na kwenda kufungua biashara, nafanikiwa, na paperwork zako zinaonyesha kabisa unafanikiwa, ukafika kule ukapigwa mweleka.
Ili upate cha kukushika na kukutunza, ili uweze kurudi tena, lazima uwe na kamfuko kadogo kaitwa emergency fund chenye uwezo wa kukuhifadhi angalau miezi 3 mpaka 6 wakati unafanya marekebisho ya makosa uliyoyafanya hapa katikati. Kwa lazima uandae ujuzi, uandae fungu kama emergency wakati utakapokutana na Goliathi wako. Daudi hakusema ngoja nirudi kule nikachukue fimbo yangu. Tayari alikuwa na fimbo, tayari alikuwa na kifuko cha kutunzia mawe, na mawe yalikuwa kwa available, yakampa ushindi. Jambo la 6, puuza kelele za wanao kukatisha tamaa. Unajua jamaa mmoja tu Eliabu, kakake Daudi, alipomsikia Daudi anaanza kupeleleza nini kinachoendelea hapa na atapewa zawadi gani mtu atakayeshinda, akasema wewe mtoto mpuuzi sana. Kiburi chako kimeanza kufanya utake. Hebu nenda kachunge kule. Kwa Eliabu, Daudi alikuwa ni mchungaji. Na ile swala secret, ile swala la usiri, Daudi ameua masimba, madubu, lakini hajawahadithia. Daudi hakuwa kama Yusufu, njozi zake anazisema ovyo, maana alijua wale watu tabia zao ndugu zake ni watu wawivu. Kwa kuna kelele zinaibuka nyingi popote unapotaka kutake risk, unapotaka kujihatarisha kwa ajili ya kuanisha jambo lako, project yako ya kiuchumi. Kwa hiyo jifunze kuchuja sauti zinazoingia kwenye sikio lako. Si wote wanaokushauri wana nia njema na wewe. Wengine wanatamani kukuona ukiwa hivyo siku zote. Kwa Eliabu kakake Daudi, alimwona Daudi ni mtu tu ambaye muda wote anapaswa kuwa mchunga ng'ombe na kukaa tu kama mtoto mdogo. Kumbe Daudi ameshakuwa viwango vya juu vya uelewa na vya kimapambano. Kakake Daudi Eliabu alimfokea na kumwambia ana kiburi. Na Sauli akamwambia, na mfalme mwenyewe anamwambia Daudi, wewe ni kijana tu, haya mambo ya vita utaweza kweli? Kwenye safari ya kumiliki uchumi mkubwa wa kati na mdogo kibiblia, utakutana watu wako wa karibu watakwambia biashara hiyo hautafanikiwa au hauwezi kutajirika kwenye hii nchi. Nenda India huko, nenda Marekani. Jifunze kuchuja habari na kupuuza maoni hasi yasio na takwimu. Hana utafiti wa kutosha. Mtu anakushauri biashara ambayo yeye hajawahi kuifanya. Watu wanakuambia nenda kafanya hivi wakati hajawahi kufanya. Kimaandiko tunaita filter market noise. Huko duniani kuna kelele nyingi sana. Chagua vitu vichache, lakini si kila ushauri utakusaidia kufika. Vingine watu hawataki kuona unawazidi, kwa watakutegeshea ushauri ambao utakuumiza. Jambo la 7 ni kwamba mtaji sio pesa peke yake. Mtaji wa kiakili na mtaji wa kijamii. Unajua huyo Goliathi, yeye alitegemea tu mkuki na uzoefu wake na kimsingi tuseme kama ni mtaji wa fedha. Si kwamba ukiwa na mtaji wa fedha ndio umemaliza kila kitu. Watu wengi wana mitaji lakini hawajui waipeleke wapi. Kwa Goliathi alikuwa na ujuzi mwingi lakini alipungukiwa ile kujua kuinteract vizuri, ile social capital yake, mtaji wake wa kijamii. Daudi licha ya kuwa alikuwa anaenda kupigana na Goliathi na alikuwa ni mdogo, alikuwa na mtaji wake ambao ulikuwa ni nini? Ni Mungu. Alafu mtaji wa kiroho wa Goliathi ulikuwa ni nini? Ni kale kajamaa kanaitwa Dagoni, vimiungu vya kule, vimiungu vya bahari, vimiungu vya Kifilisti ambavyo ni powerless. Kwa jitahidi. Daudi anamwambia yule Goliathi, mimi ninakujia kwa jina la Bwana. Kwanza alikuwa na uelewa, intellectual capability, uelewa wa kiakili juu ya uwezo wa Mungu anayemwabudu. 2, alikuwa na uwezo wa kiakili, alikuwa na connection na huyo Mungu anayemwabudu. Kwa alikuwa na partnership, ana ushirika na Mungu. Kwa hakuwa mtu wa kawaida. Kwa hakikisha pamoja na kwamba unafanya biashara, una connection ya Mungu. Pamoja na kwamba umeenda kukutana na umeingia kwenye masoko makubwa, pamoja na kwamba umepata cheo kikubwa, una connection na Mungu. Kwa hiyo katika sehemu hii tunajifunza kwamba Daudi alikuja na jina la Bwana na ujuzi wa kombeo. Alikuwa anajua kutumia kifaa chake, lakini alikuwa na
connection ya social capital, mtaji wake ulikuwa ni Mungu mwingine. Kwa mtaji si fedha peke yake, unganisha na mtaji Mungu na mtaji wa watu wa maana ambao wanakuzunguka. Inaitwa intellectual and spiritual capital. Unapoanza biashara usiseme sina mtaji wa pesa, angalia una ujuzi gani. Daudi alikuwa na ujuzi wa kutumia kombeo. Na una mahusiano gani na watu, inaitwa social capital. Na una uaminifu gani, kiasi gani. Hiyo ni mitaji miwili mikubwa sana. Na kwa Daudi alienda mbali, si tu watu, alikuwa na social capital yake ilikuwa ni Mungu. Na ujuzi wake ulikuwa ni wa juu sana kiasi kwamba anasema jiwe lilipiga likazama ndani ya kichwa cha Goliathi. Maana alikuwa na ujuzi mkubwa kwenye industry ya masuala ya kurusha makombeo, na alifika mpaka likazama kwenye ubongo. Jambo la 8 unasema targeting niche, au tambua udhaifu wa mkubwa. Hakuna kampuni kubwa, hakuna biashara kubwa, hakuna eneo kubwa ambalo hakuna uwekezaji wowote katika eneo lolote kwa mujibu wa maarifa ya Biblia ambao hauna kitu tunakiita blind spot, au eneo ambalo liko wazi, eneo ambalo ni dhaifu. Lazima ufanye utafiti. Udhaifu uko wapi kwenye hilo eneo? Hapo ndipo unaenda kutarget. Unaweza kuwa unaingia kwenye soko unapambana na majitu makubwa yaliyoshindikana, omba tenda na makampuni makubwa yaliyoshindikana, lakini udhaifu wao uko wapi? Inawezekana wao wanaamini katika gharama kubwa, lakini wewe una gharama ya chini na umegundua namna ya kupata rasilimali za gharama ya chini zaidi ili upate kafaida kadogo. Profit margin yako inakuwa ni ndogo sana, lakini una uhakika wa kupata faida na una uhakika wa kushinda kama ni tenda au kama ni chochote ambacho tunakifanya. Katika eneo hili Goliathi alikuwa mkubwa sana, lakini alikuwa na sehemu moja tu iliyokuwa wazi hapa. Udhaifu wa Goliathi ulikuwa sio nguvu zake, ulikuwa ni haka kichwa aliko kaacha hapa. Kwa Daudi anasema wazungu akacapitalize, akaweka nguvu yake yote kwenye udhaifu wa Goliathi. Jiwe likazama ndani likatoboa kichwa. Makampuni makubwa au washindani wako wakuu wana maeneo ambayo hawawezi kuyahudumia vizuri kwa sababu ya ukubwa wao. Tafuta eneo dogo lililosahaulika, hiyo inaitwa niche market, na uwekeze nguvu zako hapo. Kuna maeneo ambapo kuna mengine hayawezi kufika vijijini, ni mazuri yanafanya kazi mjini, lakini eneo la udhaifu wao ni vijijini kwa sababu hakuna miundombinu, lakini unajua kwamba kule hicho kitu kinahitajika zaidi. Kwa hiyo ni mbinu ambayo tunaweza tukaitumia pia. Fanya analysis, utafiti wa kutosha, uone maeneo ambayo yana udhaifu kwa mshindani wako, na hapo unaenda kuweka nguvu. Jambo la 9 la muhimu sana, utekelezaji wa haraka. Baada ya kushatambua kwamba huyu mtu unatakiwa uchukue hatua kwenye hii kitu, kwenye hii biashara, kwenye huu mtaji, kwenye huu mradi, tekeleza kwa haraka. Biblia inasema Daudi akakimbia huku anamfuata Goliathi. Wakati anakimbia huku anazungusha ile mashine yake inaitwa kombeo, wakati anakimbia, wakati anaachia, yani ile utekelezaji wa tukio la kumuua Goliathi ulifanyika kwa haraka sana. Dunia tunayoishi hakuna kitu cha muhimu kama spidi. Unaweza kuwa na wazo zuri, una idea nzuri, una mipango mizuri, lakini kama ni mzorotevu, unajivutavuta, wenzako wanapita na wewe wanachukua, unabaki na theory kwamba ninge. Kuna eneo umeliona ambalo umepata usadikisho na utafiti unaonyesha kwamba pale pataleta matokeo. Ingia kwa haraka na kwa nguvu, usisubiri sana. Kwenye ulimwengu wa biashara, mawazo mazuri hayaleti pesa. Utekelezaji, inaitwa execution, ndio unaoleta pesa. Fursa ya uwekezaji ikijitokeza na ukifanya utafiti, chukua hatua kwa haraka kabla soko halijabadilika. Dunia tunaishi inaitwa agile world. Dunia inabadilika sana.
kuna wakati dirisha linafunguka kwenye eneo labda ya kilimo cha mazao ya mchaichai kwa mfano. Wakati unajiuliza soko la mchaichai linafungwa, wanafungua kilimo kingine cha mdalasini, wewe ndio unaingia ukiwa umechelewa. Kwa Daudi tunajifunza hapa, jifunze kutekeleza kwa haraka. Inaitwa execute with speed and precision. Ni mwendo wa kasi wa farasi wenye ufanisi. Usifanye tu bila kuwa na ufanisi. Kwa speed na ufanisi, huku umeshafanya analysis, ule uchambuzi wa kutosha wa kutekeleza jambo lako. Lakini jambo la mwisho, kwa nini Daudi alitumia mawe matano? Daudi alichagua mawe matano laini mtoni. Hakuhitaji yote matano. Kimsingi alihitaji jiwe hili moja, na ndio lilomuua Goliathi. Kwa nini achukue matano? Hii tunasema hii inaitwa ni mfumo wa tahadhari. Jiandae na mpango mbadala ili chanzo kimoja kikifeli, vingine vikubebe. Wengine wanasema usijiamini na chanzo kimoja. Kama kwa bahati mbaya jiwe la Daudi lingemkosa Goliathi, kumbuka Daudi alikuwa anaenda kwa spidi kali yenye ufanisi mkubwa akimfesi nani? Goliathi. Sasa kama ile jiwe lingemkosa Goliathi, Daudi tayari angeangukia kwa Goliathi. Lakini kama lingemkosa akiwa kwenye spidi na kwa utaalamu wake wa kutumia kombeo, hapo hapo angechukua lingine akaweka na kumgonga, kwa sababu kimsingi atakuwa ameshamkaribia. Hata wewe kwenye utafutaji wako sio tu unakuwa na kachanzo kamoja. Vipi kama kakifeli kwa ghafla? Unakuwa na vingine vya kukusaidia, vyanzo vingi, vikapu vingi vya kuingizia fedha. Ndio maana mtu anakuambia mwingine amewekeza DSE kwenye hisa ambako ni high risk kidogo, maana kampuni zile kafilisika au ikafa, wazungu wakakimbia wakakamatwa uhujumu uchumi, kampuni likafia hapo hapo na inaanza kuzikafia humo. Lakini wakati huo amewekeza kwenye spidi ndogo, mambo ya UTT kule kaweka naye salio lake, government bond, treasury bills, treasury bonds, lakini pia anawekeza kwenye kilimo, real estate na majengo, amepangisha nyumba. Yani unawekeza sehemu nyingi. Ni vitu ambavyo unavifahamu, lakini nataka tu nikukumbushe kwamba vitu vile vya Biblia. Napomaliza nikwambia kwamba Biblia ina siri nyingi. Na hapo Patakatifu Media nimekuambia tuna stage kubwa 4. Lazima tuangalie masuala ya kifedha, lakini stage hii, kwani hii ni ya pili. Ya kwanza ni mindset change. Tunatumia Biblia kubadilisha fikra zetu. Tunatumia Biblia kuangalia siri za kifedha, kitusaidie. Kwa nini tunasema fedha? Kwa sababu maandiko yanasema chanzo cha kila uovu ni mambo ya fedha na mali, na wengi kwa kuzipenda hizo wameifarakanisha imani yao. Lazima tujue kwa nini Yesu atumie muda mwingi katika mafumbo yake azungumzie fedha baada ya imani au maombi. Ni kwa sababu ukizimonitor, ukizielewa vizuri na ukazimanage vizuri fedha zako, zitakusaidia kwenda mbinguni. Lakini usipokuwa na skills za kimaandiko za kusimamia fedha unazozipata, zitakusababishia upotee. Zaidi hapo tutakuwa na mafundisho za yale mengine mazuri ya kawaida yanayoitwa spiritual intelligence, kuwa na ufahamu wa kiakili wa kiroho, namna kuenenda katika siku za mwisho. Lakini zaidi hapo tutakuwa na maombi ambayo yanatupatia hekima na muunganiko na Mungu wetu. Basi tunaweza tukaomba. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako, ametoa muda wake wa kusikiliza siri hizi 10 za kifedha na kiuchumi na usimamizi wa kifedha, biblical financial stewardship. Mungu, ninaomba siri hizi ambazo amezipata, kati ya hizi 10, ile 1, 2, 3, 5 au zote 10 ambazo amezielewa na kuzipenda, ninaomba Bwana anapoenda kuzitekeleza kwa spidi na kasi yenye ufanisi kama Daudi anayemfesi Goliathi, Mungu akayaone matokeo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.